Bwana Yesu asifiwe. Karibu tuende kwa pamoja. Tunataka kujifunza kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5. Tunafika mahali pale. 2 Kings chapter 5 kuanzia mstari wa 1. Basi Naamani jemedari wa jeshi na mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa. Kwa sababu ya mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Tena polepole hivyo. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Naamani. Biblia inatuambia kwamba alikuwa jemedari wa jeshi. Kwa hivyo ni mtu mkubwa ambaye anasimamia wanajeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alikuwa amembariki, wanapoenda kwenye vita walikuwa wanapata ushindi anapoongoza kundi lake. Bwana Yesu asifiwe. Alafu maandiko inatuambia mahali pale ya kwamba alikuwa na ukoo. Licha kama na yeye kuwa jemedari na hiyo ukubwa wake wote, alikuwa na ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Misri, naye akimhudumia mkewe Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Katika vita, wakati wanaenda kwenye vita, wakaenda kwa sababu walikuwa na Misri, Waisraeli ndio walikuwa wanawafanya kwa watumwa wao. So wakaenda wakachukua msichana mmoja, mjakazi, wakamfanya kuwa mfanyikazi wa mkewe Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio mstari wa 3 akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Bwana Yesu asifiwe. Walienda wakijua wamemteka, wamemchukua ili apite wafanyie kazi. Lakini kwa sababu ya kibali cha Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliweka kibali chake licha msichana kufanya mfanyikazi. Kuna kitu aliona, akaona kule kwao kuna nabii ambaye anaponya. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiri wakati ambapo alimwambia mke wa Naamani, alikuwa na uoga nitaenda kusema aje. Ama mke wa Naamani alikuwa anampenda, kwa sababu mfanyikazi nitakwambia kitu mara nyingi wanaogopana. So inaonekana kulikuwa na uhusiano mzuri kati yake na mke wa Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kumwambia mke wa Naamani na kwamba laiti mngelijua kule kwetu kuna nabii ambaye angemponya huyu ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. So huyu mtu sisi kama ni mke wa Naamani anaenda kumwambia, ama alikuwa anasikia mazungumzo kati ya huyu msichana Mwisraeli pamoja na mke wa Naamani. Akaenda akamwambia Naamani, alisikia mazungumzo yao. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda akamwambia bwana wake. Alafu mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akapelekea mfalme wa Israeli waraka ule. Akasema, waraka huu utakapowasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Bwana Yesu asifiwe. Waliona Naamani akaona ya kwamba
hawataenda mkono mtupu kwa sababu ya kutafuta uponyaji. Sijui kama walikuwa naona kama watabadilisha uponyaji na hizo vitu ambazo walikuwa wamechukua. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea tu kusoma tazidi vile ambayo ilienda mstari wa 7. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuihusisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Aliona ya kwamba sio yeye anaponya. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ndiye anaponya. Aliuliza, kwani mimi ni Mungu niue ama nifanye huyu mtu nimponye? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoendelea kusoma mstari wa 8 anatuambia, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, ndipo akatuma watu kwa mfalme akisema, mbona umerarua mavazi yako? Na je, sasa kwangu mimi naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli? Bwana Yesu asifiwe. Yule mwingine nafikiri hakujiona kama anaweza, lakini Elia alikuwa na imani. Aliona kwamba lazima waonyeshe kuna nabii Israeli, na huyu nabii nafikiri wao walikuwa wanataka kuonyesha kuna Mungu Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Elisha hakuwa na kuoga, aliendelea. Basi magari yakaja, basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama malangoni pale. Ndarudia. Basi magari yake akasimama malangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itarudia nawe utakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sasa kujaribiwa kwa imani yake. Alikuwa anafikiria wakati anaenda kwa nabii Elia ataambiwa mambo makubwa kafanya hivi, ama atawekelewa mkono alafu apokee uponyaji. Lakini masharti ambayo alipata mahali pale nafikiri hayakumfurahisha. Tutaendelea kusoma alafu utaona. Aliambiwa aende akaogelea Yordani. Akajiuliza, Yordani na chafu tu, nikienda kuogelea nitapokea uponyaji? Lakini nafikiri aliweza kutii, kwa sababu alitii mara ya kwanza ile sauti ya yule mjakazi alisema kuna nabii kule Israeli. Kuchukua hiyo ya kwenda mara ya kwanza ndiye atoke pale alikuwa aende Israeli, alikuwa na ametii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutii ile ni hivi, tunaona kama atatii bila ameambiwa aende akaogelee katika Yordani. Umepita mstari wa ngapi wale tunaendelea? 11. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka. Akasema, tazama nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Matarajio ya Naamani hayakuwa vile aliweza kuambiwa. Alikasirika. So wakati alikasirika, ni kama hakutaka kufanya vile aliambiwa. Alikasirika, kwani naona tu mimi naweza kwenda kuongelea mahali pale, mimi nilijua nitaomba kwa jina la Mungu. Lakini nashukuru Mungu, alijua Mungu wa Elisha. Kwa sababu alijua Elisha ataenda kuomba kwa jina la Mungu wake. Sio kwa Mungu mwenye huyu alikuwa anataka, huyu mwingine wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikasirika, hakufurahia vile aliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akauliza swali, mstari wa 12. Je, Abana na Farpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kuiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka, akaondoka kwa hasira. Unakasirika na bado uko na ukoma wako. Unaambiwa ukifanya hivi, ukienda kuogelea Yordani atapokea uponyaji, lakini anakasirika kwa sababu ameambiwa na ameona hiyo mto ni mchafu. Yordani kama alikuwa kwa machani pale, alikuwa anaona ni pachafu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akumbuki ya kwamba pale ndiyo anapo kuna uponyaji. Na akumbuki hata wakati anakasirika bado kuna ukoma wake. Kwa nini hakutuma kwa hiyo yao yenye anasema hiyo Abana na hiyo nyingine aende aongelee mahali pale? Kwa sababu uponyaji kwa Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia wakasema, baba yangu,
kama yule nabii angenikwambia kutenda jambo kubwa, singelitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Sasa ni wale ambao walikuwa na Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatembeanga na watu wa gani? Watakushauri wakati ambapo umeambiwa ufanye hivi na hivi na kupeleka kwa destiny yako. Wanakuambia achana na hiyo, hakuna pale neno. Ama wanakuambia, wanakutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hao watumishi wake waliweza kumtia moyo, wakamwambia enda tu. Bwana Yesu asifiwe. Kama itakufanya upokee uponyaji, enda tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tunapoendelea na safari ya imani, safari ya wokovu, wakati ambapo unaona mwenzako anaenda kukata tamaa, mtie nguvu, mwambie tujikaze. Iwapo nitasema na street, iwapo kuna mito ambayo tutashindwa kuvuka, iwapo kuna milima ambayo unaangalia unashindwa kuvuka pandaji, lakini kuna njia. Bwana Yesu asifiwe. Jitie nguvu. Mamani aliambiwa na watumishi wake ajitahidi, walienda kumuencourage aweze kuendelea, afanye tu aone. Bwana Yesu asifiwe. Alafu alikuwa aje baada ya watumishi wake kumwambia, akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee mbaraka wa mtumwa wako. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kuona kwa sababu kwa ile alikuwa ametaja hiyo yote, alijua hakuna Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku mtu alikuwa anashana na Mungu na mimi ananiambia hakuna Mungu. Lakini anajua Mungu yuko, isipokuwa tu hataki kufikiri kwamba Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. So huyu Naamani alikuwa anajua Mungu yuko, lakini alikuwa anakataa bado. Isipokuwa sasa aliona mtumishi wa Mungu akajua Mungu yuko. Akakiri kwamba kuna Mungu Israeli peke yake, huko kwingine hakuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Mtumishi wa Mungu akakataa, akasema yapokee kitu, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo kwa baraka wawili. Kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa Mungu mwingine ila kwa Bwana. Jambo hili ambalo alimwachilia mtu, tarudia mstari wa 18. Jambo hili ambalo amwachilia mtu wako, Bwana akaingia nyumbani mwa Rimoni ili aabudu humo, naye akategemea mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tumeenda sana, lakini tulikuwa tunaconcentrate sana na hapo ambao Naamani alikuwa anaambiwa aende akaogelee na ataweza kupokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi ya leo tumekuja kujisomea kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Labda naambiwa ufanye hivi, kama unaambiwa tuende hivi unakataa. Bwana Yesu asifiwe. Labda pale unapofanya ambao tuko na asubuhi ya leo, neno ambalo linakuja mchana wa dawa kwa siku ya leo, ndio na destiny yako. Kama Naamani ule mjakazi, mtu tu wa kawaida, mtu tu wa kudharau, wafanye kazi wa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Unapanga tu fulani. Kama kitu wakati kuna wageni, unaweza kuwa na wageni kama 50 na kila mtu anataka kama nitoe jina yangu. Na amechua kila kitu akitaka anachua ni fulani. Nasikia Mama Toni. Mama Toni atokani, lakini wale wengine wanachoka. So unafika pahali wewe unakaa kama umefundishwa, lakini kwa kufundishwa kwako Mungu anaweza kuwa ameweka kitu ndani yako. Neno tu unaposema inaweza kumbariki mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya mjakazi huyu, neno tu ambalo aliona huyu Naamani yako na ukoma. Naamani alikuwa na pesa. Hizo pesa zingeweza kumtibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu tu ya mjakazi, alikangwa mbochi. Wengine wanaita bei. Bwana Yesu asifiwe. Jina haijalishi. Lakini kitu kile alikuwa ameona na akabeba na kutumana. Alifikisha ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Naamani alionyesha kutii kwake wakati ambapo alikubali kuogelea Yordani. Bila aliogelea mara ya 7, akatoka akiwa amepona. Bwana Yesu asifiwe.
Na sisi tunapokuja kanisani tunaomba kitu leo. Nimeomba mara moja ya pili, nimekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Sina hiyo moyo wa kuendelea kuomba mpaka Mungu anitendee. Unaomba mara ya kwanza, ya pili, unakata tamaa, unaenda kutafuta msaada mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia tutegemee mwanadamu amelaaniwa. Kwa sababu huyu mganga lako unaenda kwake. Huyu mganga si mtu anakufa. Na ukienda ukuta amekufa. Utalia msaada hakuna. Lakini Yesu mwana wa Mungu yuko hai siku zote. Aliweza kutubebea masikitiko yetu yote. Kuna licha ambapo mkuu mzito, twende kwake. Turudie mara mingi. Na hakuna siku anachoka na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wake unapofika anatimiza. Kama Naamani wakati alivumilia mpaka mara ya 7, alitoka akiwa ameponywa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na chukua hatua kupendana. Labda huyo mwenye unaona tu ni mtu aliyehivi, pengine Mungu ataweka destiny yake, hatima yako iko kwake. Anaweza kukuambia jambo hili ama kukuombea. Na Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapanga na madharau hapo, unasema na fulani anaweza niombea. Bwana Yesu asifiwe. Tusikuwe watu wa madharau. Tusikuwe watu wa shingo ngumu. Kama Naamani vile alikuwa amekasirika akakataa. Kama angevunjika moyo arudi chini, angeenda tu na ukoma wake. Lakini kwa sababu ya kutii, tunajifunza kwa sababu ya kutii pia. Alitii na akaweza kupokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Sitaenda kwa mengi, nitafika tu mahali pale kwa sababu ya masaa. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kunisikiza. Mbarikiwe.